wewe inaumia wapi? Inavuta kwa kwenda mbele au kwa chini? Aya, nimeshajua. Wewe anataka kukuvunja nguvu za kiume. Ukifanya mchezo unakuwa shoga. Nenda kampe talaka. Sio tena unakwenda kufanya mambo mengine. Utakuwa shoga. Utakuwa unatamani wanaume wenzako. Mwisho wa siku nakuja kwangu na bana pua. Gumlasenga nimekumisi. Wallahi mimi nakuweka. Yes, bwana, Ramadhani karimu kwa wewe Muislamu ambaye hupo ndani ya swaumu. Nikukumbushe tu ya kwamba ili Ramadhani yako, ili funga yako ikawe sawa bin sawia, usisahau kuswali, na kama ukipata muda zaidi usisahau kusoma Qur'ani. Ni exclusive interview na shehe wangu, naweza nikasema hivyo, Gumlasenga, moja kati ya watu ambao wana kijiji chao. Kuna watu wanasema kabisa mimi bwana, bila kumwangalia Gumlasenga kwenye tamthilia hii mimi siwezi kuangalia. Nikwambie tu ya kwamba nimefunga safari kutoka Dar es Salaam mpaka mjini Morogoro kwa kina Mkude Simba kuweza kuja kuwatafuta wasanii ambao wameshiriki kunako tamthilia ya Samani Asante, moja kati ya tamthilia ambazo kwa sasa inafanya vizuri sana kwenye mauchawi ndani yake, mauchawi, visa vya ajabu, miujiza. Na Gumlasenga ndio kiongozi wa yote haya, ni miongoni mwa watu ambao yeye yupo nyuma pale mbele kawatanguliza watu pale. Kuna Galula, kuna nani? Zai, kuna Semeni, wapo, yeye ndio nyuma yao. Nazungumza naye atuambie vile ambavyo ameshiriki kwenye tamthilia hii, na kikubwa zaidi tuweze kumfahamu Gumlasenga. Mzee wangu kwema? Niseme ni kwema zaidi. Nilikuwa nimewatafuta kwa muda mrefu, nashukuru Mungu hatimaye nimekupata ama nimewapata. Furaha yangu ni kuweza kuzungumza na wewe Gumlasenga. Asante kwa hili. Asante. Nilitamani nifahamu jina la Gumlasenga ni jina lako ambalo umezaliwa nalo ama ni jina la kazi ama ilikuwaje mpaka ukaitwa Gumlasenga? Hapana. Jina la Gumlasenga ni jina la sanaa ambaye limebeba tamthilia hii ya Samani Asante. Gumlasenga maana yake nini? Gumlasenga maana yake kata ng'ombe. Kata ng'ombe. Maana yake ni Gumlasenga likali liganga na chive chikuva. Maana yake kata ng'ombe bado jiwe na kingine kitachokuwa jambele. Nani sijui alikuuliza jina lako, ulimpangia yote aje? Mimi nisikia neno chikala chikuva tu ngasijasikia vizuri. Nitamke tena majina yako. Naitwa Gumlasenga likali liganga na chive chikuva. Kwa hiyo maana yake nini majina yote hayo? Likali liganga, lichiwe chikuva. Maana yake kata ng'ombe, hata likitokea jiwe na chochote kitachotokezea mbele unakata. Maana yake hakibaki kitu. Kweli Gumlasenga usika wako kweli alibaki kitu? Kwenye sanaa maana yake hakibaki kitu. Kwenye Samani Asante. Kwenye Samani Asante hakibaki kitu. Mzee, kila sehemu mbona unakwama tu? Sikwami. Jambo kuletewa sababu hilo limekwisha lakini wapi? Kutokana na mtu gani ambaye unakutana naye. Siku zote unavyopambana usiseme hapa nashindwa, sema hapa nashinda. Sawa. Tuanze na sanaa. Gumlasenga sanaa yake ilianzaje? Miaka mingapi iliyopita alikuwa kwenye Gumlasenga, kwa sababu mimi binafsi nimemjua Gumlasenga kwenye Samani Asante? Ni kweli upande wa sanaa nimeanza toka mdogo sana. Nilikuwa napenda sanaa, hususani sikuanzia sanaa ya kuigiza. Nilianza sanaa ya sarakasi, kuvaa ngongoti, kutembea juu. Hizo ndio zilikuwa zangu. Ulikuwa unavaa ngongoti? Ngongoti na ufupi huo? Na ufupi afu nakuwa mrefu. Wananifahamu Morogoro nzima, ngongoti wa Morogoro. Morogoro una jina lako hapa? Ndio hivyo. Jina hilo Gumlasenga? Hapana. Nilikuwa nafahamika kwa jina la Kedi wa Kedi. Kipindi cha ngongoti. Miaka mingapi iliyopita hiyo? Ni 70 ni muda kidogo. 50, 40, 30. Sasa hivi kama miaka 30 40 vimepita huko nyuma. Sawa. Kwenye sanaa, kazi yako ya maigizo ama tamthilia ama filamu, kazi yako ya kwanza ilikuwa ni ipi kama nikumbuka? Kazi yangu ya kwanza, nimefanya kazi nyingi. Japokuwa sasa hazikuwa haziendi YouTube. Tulikuwa tunafanya sanaa na tunauza CD. Kuna tamthilia, kuna sio tamthilia, ilikuwa ni short film. Kitimtim. Kuna zingine Bwende. Kuna wengine Wanangu, Mke Mwenza. Nimefanya hiyo. Na hizo zote zilikuwa chini ya nani?
Kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Mbunge, ndio zilikuwa chini ya Mbunge. Hizo zote hizo. Hii ya wanangu ilikuwa iko chini ya bwana mmoja anaitwa Makamba. Alafu na tamthilia ya Utambi. Tamthilia ya Utambi nilicheza kama babu yake Bangala. Manake Kishandu kwa jina la tamthilia ya Utambi alikuwa anaitwa kwa jina la Kishandu. Kwa hiyo alikuwa mjukuu wangu mimi. Ndio nilisimama hivyo. Kwenye hizi kazi zote ambazo umezifanya, unahisi ipi ambayo imekupa maarufu kabla ya Samani Asante? Kabla ya Samani Asante. Utambi ilinitambulisha kidogo, lakini Samani Asante nafikiri ndio sana. Kwa una kila namna ya kusema bila Kitale Gumlasenga usingekuwa huyu. Ni kweli, na ndio maana kwenye tamthilia ya Samani Asante nimeanza na jina jipya la Gumlasenga ili nitoke upya kwa mkurugenzi Kitale Mkude Simba. Kama ulitakaswa hivi. Nimeanza upya ndio hivyo. Na mwitikio upoje kwenye Samani Asante vile ambavyo Gumlasenga alikuwepo kabla Samani Asante na sasa hivi? Unaona mabadiliko fulani hivi umeyapata ama uko vile vile ama unazidi kuja chini? Ni mabadiliko makubwa sana na mapokeo makubwa sana. Maanake hata nikiwa kwenye IC watu wananong'onezana tu. Si ndio yeye sijui gani. Muulize zinakuwa nyingi. Sasa na mimi mpaka nachukua mawani na vaa na uchuna. Sio mimi. Ndio hivyo. Kwa hiyo ndio hivyo. Kuna namna yote ambayo isha kutokea labda umepanda daladala ama unatembea hivi mtu mashabiki akaja mwisho siku akasema maarufu mbona kama shida hivi? Hapana, isipokuwa labda zile 10 zao huwa nakulaga sana zile. Hongera bwana, umefanya vizuri. Hongera nazilamba sana. Yaani sisemi uongo zame. Maana Mungu anaweza kakata riziki yangu nisipate mbele. Kwa kweli nazipata. Na mashabiki wengi. Wengine wananipigia simu, wengine wako Zanzibar. Wengine wako Tanga, wengine Dodoma, Mbeya, Kongo. Na mashabiki wengi sana. Najiuliza, Kitale kwenye Samani Asante amekuchola kama kubwa maadui. Wewe ndiye mtu ambaye unatuma vijana kazi. Unapambana na familia ambazo zenyewe zinapenda amani. Akina Aisha, akina Shafii, kina mzee kama wanapenda amani. Wewe ni mtu ambaye kama vile unatibua amani. Bado watu wanakupa 10,000 na maana watu wanapenda kile unachokifanya. Hapa kuna makundi mawili. Kuna makundi wananifikiria mabaya zaidi, tena wananichukia mno. Lakini kuna makundi ambayo wale wanajua nini ninafundisha nini. Basi wanasema mzee hongera. Wako watu namna hiyo na wanateseka kwa kupitia hivyo. Kwenye mazingira ya kawaida yale ambayo unayafanya unahisi yanaumiza kiasi gani kwenye jamii? Yanaumiza sana. Yanaumiza sana. Na ndio tuko nayo, tunaishi nayo katika mfumo huo. Yapo na hayawezi kuisha, yapo. Kwa umri wako wewe ushakutana na mazingira kama haya kule ambapo unapoishi, labda popote pale umekutana ile miujiza ambayo Kitale ameachola kwenye Samani Asante? Nimekutana nayo mengi na mengine bado naendelea kukutana nayo kwa sababu hadi sasa hivi. Hadi sasa hivi. Sangine mtu wako rafiki, yani wa karibu sana, anakufurahia kwa mema, na sangine ndio akawa wa kwanza atakukusomea dua, lakini kumbe ndio yeye anakufanyia magumu ili wewe usifike pale unapotaka kufika. Hadi sasa hivi haya mambo? Yapo mengi sana. Yapo. Kumbe Samani Asante Mkude Simba kama amekucholea wewe? Amenicholea mimi na ameelimisha jamii sana kwa kupitia hili. Yaani ametengeneza story ya ubaya ambao upo unaishi mpaka sasa. Yaani sio kama akachola ubaya wa kuigiza, maana yake ubaya ambaye unaoishi mpaka sasa hivi tunao huo ubaya. Na sidhani kuisha kwa ubaya huu labda dunia igeuke. Lakini ninyi mule kwenye Samani Asante si mmetengeneza namna mabaya yalivyo na jinsi ya kuyasolve, kwa maana kwamba mmeangalia jamii inavyoathirika na jinsi ya kuyatatua, si mmeshaelekeza mule? Tumeelekeza na jinsi ya kuyatatua. Yatakuja kuonekana baadaye jinsi tutakavyo kwenda labda kwenye season 2. Lakini hapa kwanza tupo kwa bado tulikuwa kwenye kufundisha malumbano jinsi yakoje na watu wanaishi vipi. Wanasema Kitale kwamba tabia yake movie anaishiaga njiani. Hii vipi sasa? Sio kwa sasa. Sasa hivi kaja kivingine. Kaja kivingine. Kwa kweli, kwa sababu nasema
wanaosifia kizuri wapo na wanaosifia ubaya wapo. Ndo kama ulitangulia kusema kuwa kwenye msafara wa mamba na kenge hawakosi. Mtu mwingine kitu kizuri yeye anataka kukiponda ili kuonekane kibaya. Ni kweli Samani Asante ni story ameitunga nzuri. Sidhani alifikiria nini. Amefikiria kitu kimoja kikubwa sana. Swala la kuishia njiani tamthilia? Hapana, mimi yani bado sina ndoto hiyo kama itaishia njiani. Wewe kama Gumnasenga, kwa nafasi yako unaweza ukawaahidi watazamaji kwamba hii movie tuendelee mpaka mwisho? Mimi nawaahidi hivyo, na hata kama wakiniuliza huwa nawaambiaga hivyo. Naambia ni season 1, season 2 ndio mtakuja kuona. Na nataka nifahamu wewe kukutana na Kitale, siku ya kwanza unakwenda kukutana na Kitale, ili siku ambayo sana nakupa uhusika bwana, wewe utaitwa Gumnasenga, wewe utakwenda kucheza kama mkubwa wa kitengo. Ulisi unaweza inafasi kuvaa viatu kama hivi ambavyo umefanya? Nilisi naweza. Nilisi naweza, tena naweza sana. Wengi tupo ambaye tunaweza, sipokuwa sasa tujapata ile njia ya kutoka na kuonekana kama tupo ambaye tunaweza kufanya vitu hivyo. Na kwa bahati nzuri yeye baada ya kutafuta majina kwa yule mdhamini wake aliyokuwa amemtumia hapa Morogoro, yule bwana alishanilenga mimi. Na akaniambia Gumnasenga akaniambia tuma picha yake, basi mimi nikatuma picha, naye akaiona picha akakubali, akamwambia mwambie huyo aje. Kufika pale kuniona, basi akanikabidhi uhusika huo. Na nimetembea nao. Huko mtaani inajulikana wewe kubwa maadui Sterling Ramadhani Kama. Ndio ilivyo. Inaonekana mimi kubwa la maadui. Ramadhani Kama ndio anafanya vizuri yani. Wewe unajiuliza kitu kimoja. Wewe umekuwa ni mtu wa kukubali kila kitu. Garula akikuletea lake hilo limekwisha. Semena akikuletea lake hilo limekwisha. Zai akikuletea hilo limekwisha. Unayaweza haya mambo au kwamba wewe ni mtu kwanza wa kukubali alafu kuhangaika nayo? Siku zote mbaya asemi nimeshindwa. Nasema lazima atasema tu hapa kimeeleweka, hapa naweza, sio nimeshindwa. Na anapokuja mtu kuleta tatizo anambia hilo limekwisha, hilo dogo. Akishaondoka wewe ndio unajua yani upambane nalo vipi. Kwa yale matatizo huo unayapokeaga kwanza? Pokea kwanza, alafu baadaye ndio unajua unapambana nayo vipi. Kila nikiangalia sehemu kwamba hilo limekwisha, hadi najiuliza huyu atamweza Ramadhani Kama kweli? Itajulikana hapo baadaye. Tumzungumzie Kama, kwako ni mpinzani wa design gani? Ramadhani Kama? Chuma? Siwezi kusema chuma, na yeye hawezi kujua kama mimi chuma changu vipi, kwa sababu kila mmoja ana makali yake. Wewe unavohisi Kama anaweza kukuogopa wewe? Itafikia. Itafikia. Ila kwa sasa hivi? Kwa sasa hivi bado hatujajua nani mkali hapa. Kuna kitu ambacho kimejificha kwenye tamthilia, watu wanajiuliza kwamba yule Aisha kakosea nini? Mbona kama familia mnamwandama? Kuna wewe Gumnasenga, kuna Zai, kuna Semeni, kuna mtu nimemsahau yule mdada mweusi nani? Asunta. Mnamwandama Aisha ile ndoa, kakosea nini? Mimi nilikuwa ni mtu wa kupokea malalamiko kama kiongozi. Sasa siwezi kusema nikamtupa mtu anaoleta malalamiko, lakini lazima nilipokee. Kwa hiyo babu, si tumekuja, kuna mdada mmoja hivi, kuna malingo sana na nini. Kwa nini unajua mchawi hapendi maeleleo ya mtu. Mchawi anapenda kwanza wewe ukiteseka. Sasa akiona labda wewe kuna mafanikio fulani unataka kuyapata, anaumia, anataka yeye arudishe ili wewe unavyoteseka yeye kwake ni neema. Alafu kisha aone uchawi wake una faida gani. Faida ni kwamba kuona amefanikisha lile aliyotaka kukuharibia na limeharibika. Anajua kweli huu uchawi nilikuwa nao unanifaa. Lakini kama atafeli, nafikiri hakati tamaa, anakwenda kuongeza tena spidi nyingine ili aendelee mpaka wewe ufeli. Yale maneno yako ambayo huwa unayatoaga ni maneno ambayo huwa unabewa tembea na haya ama unayatoa mwenyewe? Kama yapi labda? Ulipigiwa simu no. Garula alikuletea shida yake, ukasema mimi nakulamba. Unakumbuka maneno hayo? Yale ilicholwa hivyo. Wewe ulimwambia ili yale ikiwa nayo yeye itamfanya kutamana na mume wenzake. Kweli mzee wangu, maneno gani alipoongea?
unajua mnapokuwa mko kwenye kazi basi lolote lile ambalo linaweza kutoka linatoka. Ili kwa sababu unamuelimisha yeye anakuwa bado haelimiki. Sasa kama ananiuzi anambia sasa kama utarudia au utakwenda tofauti. Wallahi. Irudia kama ulirudia mule. Irudia kama ulipiga mule kwa. Unasemaje Steve Guy? Action hetu kwa msanii ndio shaito kwenye interview. Hebu simama hapo. Haya mwambie mtu ambaye kaja na mazingira fulani hivi, mpe kitu. Sijui sasa kwenye kipande gani maana sasa kipande nani Galula alikuja. Galula amekuja akashakuwa na shida. Nani kama amemtegea kwa mkeo mwisho siku yamemkuta. Mimi ndo Galula sasa. Ile hali hebu nipe action. Wewe inaumia wapi? Inavuta kwa kwenda mbele au kwa chini? Aya, nimeshajua. Wewe anataka kukuvunja nguvu za kiume. Ukifanya mchezo unakuwa shoga. Nenda kampe talaka. Sio tena unakwenda kufanya mambo mengine. Utakuwa shoga. Utakuwa unatamani wanaume wenzako. Mwisho wa siku nakuja kwangu na bana pua. Umlasenga nimekumisi. Wallahi mimi nakuweka. Hivi. Uliatunga uligeo haya maneno utatembea hivi. Nilimpa msisitizo wa kile kinachotakiwa afanye ili asirudie tena kuleta ujinga kwangu, apambane. Ile scene unajua nimerudisha kama mara 10 na natazama wewe mzee maneno yamemtoka au kuzabilia. Ule uchawi nani kama alimtegea ule? Alimtegea kwa mkewe na ndio maana mzee kama alimpa maji yule mwanamke. Kunywa maji afu wewe nenda. Akikuomba unyumba usimnyime, mpe. Ukishampa basi kuna kitu kitatokea. Basi yale maji naenda kumshusha mbegu zile sasa zikawa zinambana. Tutete kidogo punguza sauti. Kwenye mazingira ya kawaida ndio mfano Galula kweli ingekuwa vile amekuja na bana pua ungefanyaje? Anakuja na bana pua. Sasa na bana pua mwanaume namuweka. Uwezi kumwacha. Mzee katabilia ubaya. Aisee, hebu tukumbuke ile siku ambayo umeenda kwa mkubwa wako, mambo yamekushinda kwa sababu mimi mwenyewe amenishinda. Wale wanawake walikuwa na mazingira uliuliza pale. Kuna mtu ana bleed wakakataa. Mlikuwa mmekaa pale, ulienda kwa bosi wako akakwambia bwana hii kazi mimi siwezi kuifanya. Kuna mtu ana bleed. Unakumbuka uliweka kikao kuuliza, wewe una bleed? Hapana, wewe hapana. Kuna mtu kamwambia pale, wewe mbona unamwangalia huyo kwamba huyo ana bleed? Unakumbuka pale ulimuonyesha kwamba Galula ana bleed? Ile nalo lilikutoka au lilikuepo lile? Lilikutoka lilikuepo mule. Si niliona namwangalia sana. Mimi nauliza ana bleed anaangalia nikamwambia naona bleed. Au wewe kasema mimi ni bleed mimi mwanamke. Kwa sababu ndo amechafua. Unajua kila sehemu kuna tamaduni zake, tuseme kuna miko yake. Sure. Ni kila mbaya ana mkubwa wake mbaya zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo nilivyoona pale ananitatiza, lazima niende kwa mkubwa ili akaniambie bwana kuna nini kinachoendelea hapa. Sasa wale wenzangu nilikuwa nimekwenda nao nilishawafahamisha miko ya pale. Ukifika kabla ya kuingia kwenye kukanyaga ule uwanja mtoe ndala, alafu muwe safi. Wakasema sisi tuko safi. Sasa na mimi nikafikiri wako safi. Sasa nilivyowafikisha pale wakatoa ndala, nimeenda kwa Ngota Lutama mkubwa wangu. Ngota Lutama. Ngota Lutama. Hajaonekana sura? Yule ni mtu mkubwa sana. Ni mtu mkubwa sana. Huko mbele waje tunamuona. Mbele inawezekana mkaja mkamuona. Labda nikajiuliza ni mzee wa Msisili ama nani? Maana ndio watu ambao kuangalia hivi wanakaa kwenye zile sehemu. Hapana, sio Msisili. Sio Msisili. Yule ni mtu mkubwa sana. Yaani atakuja kuonekana huko mbele ni mtu mkubwa wa ajabu sana. Ana vitu vikubwa. By the way sio niwapongeze ninyi, nimpongeze Kitale. Zamani ilikuwa ukizungumzia wasanii ambao wanafanya zile scene za uchawi ndio hao
hao kina mzee Msisili kama nakutajia hapa. Kuna mzee Msisili, yani mlikuwa wachache, lakini siku hizi kuna watu. Mtu kama akiamua kusema atoe tuzo, kuna Galula na nini kwamba Gumlasenga lazima tumweke, kama Ramadhani kama lazima tumweke kina Msisili. Unahisi ni fahari kiasi gani yeye kuongezeka? Maua mengi tumpe Kitale ama tuongeeje hapa kwa kuja na chimbuko la watu wengine ambao wanavaa viatu vikubwa vya kishirikina kama hivyo kwenye sanaa? Mimi nasema ukweli. Ukweli wangu ni kwamba maua mengi tumpe Kitale, kwa sababu ubunifu waliobuni katika hii story mimi sijawahi kuona. Wengi wanabuni story za uchawi, wanacheza uchawi ule sio naiga wa Nigeria, hii uchawi na magani, kupaka maunga, kufanyaje. Yani wanacheza uchawi wa comedy. Lakini uchawi uliochezeka huko kwenye Samani Asante ambayo upo unaishi mpaka leo hii. Na watu wapo wanateseka namna hii. Alafu uchawi huu upo mashuleni, vyuoni, mpaka mahospitalini. Kwa hiyo nataka mtu kujiangalia sana. Unaweza kumkabidhi mgonjwa wako dokta ukajua hapa ni sehemu salama, lakini kumbe naye yule amezaliwa, amelelewa na familia yake. Familia yake huwezi jua katika shina lao wakoje. Unarudi huko nyuma, amesoma chekechea na amecheza vidudu, amejificha huyu. Kwa hiyo tayari kuna mila fulani huyu anazo. Ile ni ameajiriwa serikalini, lakini bado nyumbani ana mila. Kwa hiyo je, mila yake ni nzuri au mila yake mbaya kama ile? Kwa hiyo unampeleka mgonjwa naye kumbe ni mwanachama. Ndio kitu ambacho nilitamani nijiulize ama nikuulize. Kitale aliwaza nini kuchukua madaktari kuingiza kwenye chama cha uchawi, kuchukua wasichana wazuri wapo mitaani kuingiza kwenye chama cha uchawi? Tunakutana na wanawake wengi mitaani, hasa sisi vijana, watu ambao wadhaifu sana kwa haya mambo. Tunakutana na wasichana tofauti lakini ni wachawi. Yaani hatuwajui walivyo, lakini Kitale katuonyesha kwamba hata watu ambao hamwaza nini wachawi, madaktari, wasichana wazuri ni wachawi. Unahisi lenga nini Kitale? Kitale kwanza amekumbusha mila. Amekumbusha mila na utamaduni. Pia ameleta hekima, yani tusijisahau sisi vijana. Tunavotaka kuoa. Sema vijana tunashangaa, wewe Gumlasenga wewe ni kijana, wasema si vijana tena, utasisahau si vijana. Msisahau sisi vijana unamaanisha sisi. Msisahau nyinyi vijana. Hapo sawa. Nikisema sisi vijana maana yake na mimi ndaona kama kijana. Mimi tayari kuna ujana nimepita. Msisahau nyinyi vijana. Maana yake tunapotaka kuwashauri unasema nyinyi mmepita na wakati. Hasa tumepita na wakati, lakini bila mimi wewe usingekuepo. Kwa hiyo nimeanza kuona mimi ndipo wewe unafuatia. Umeona? Unachokiona wewe leo mimi kwangu sio kigeni. Tayari nishapitia hiko. Kwa hiyo tukumbuke tunapotaka kuoa lazima mshirikishe mzee ili akueleze kanuni za kuoa au mwanamke uishi naye vipi. Umeona? Alafu kikubwa mzee atakushauri familia yake unaijua. Wataipeleza ile familia ina tabia gani, ikoje. Hivyo. Kwa hiyo kama kuna tabia yote tofauti basi inabidi naye atampata wa kufanana naye. Lakini sasa hivi tunavamia tu. Madam Tele hapa unazungumzia ndoa ya Shafii na Aisha. Nani ambaye kavamia hapa? Hapa ndoa ya Shafii na Aisha. Pale hakuna aliyevamia. Hakuna aliyevamia. Wale wote walikuwa wako sahihi. Isipokuwa mbaya ndo anakuja kuvuruga ndoa katikati yake. Kuna watu ambao mitaani uko bado hawajaitazama Samani Asante. Wewe kuitazama kwa sasa ilivyokuepo kwenye ya 30 ipo, sio 40 sasa na ngapi? 29 30 ya. Unahisi wanapitwa na nini ama vitu gani ambavyo wanakosa kwa kukosa kuitazama Samani Asante? Kwa wale ambao labda hawajaitazama na wale ambao wanaitazama, unahisi huku tunapokwenda tunakwenda kuitazama tamthilia design gani hasa? Sio nakwenda kutazama tamthilia moja nzuri sana. Na watajifunza vitu vingi kwa kupitia Samani Asante. Waondoe uvivu tu wa kuangalia hii. Kwa sababu kwanza imebeba maudhui yote. Unaweza ukakaa kwenye TV, yani mtoto wa alika lolote lile. Mkakaa mtoto mkubwa ukakaa na mkweo, mkaangalia. Kwa hiyo mkweo akajifunza kitu na wewe pia ukajifunza kitu, kila mmoja akaondoka na la kwake kichwani kimya. Kwa hiyo kunakuwa hakuna mabaya pale. Kwa nini machelewesha kutoa? Kuchelewesha kutoa kutokana na utamu wenyewe ulivyo. Bwana mimi mwenyewe ni mdau. Mwisho jana nimeangalia kama mmeposti au mjaposti. Nimeona bado mjaposti. Imetoka 29. Jana. Jana imetuma. Jana. Basi angalia hiyo. Ipo. Ila naona makala siku hadi siku 5 kama ile siku ambayo Kitale ameenda kuoa amekaa siku 10 sio hajaposti. Nikasema hii movie ndio imeishia hapa maana yake nini? Hapana, bado kabisa, yani bado mbichi. Utamu unakuja huko ajabu. Hebu
Tuzungumze kitu pale. Labda kama mtu anatamani afanye kazi na Gumlasenga, kuna namna vyote ambavyo Kitale amekuzuia kusema bwana wewe utaki kwenda popote, wewe ni wa Kitale tu? Hapana, bado Kitale hajafikia kutubana hivyo. Sijajua mbele huko kama atahitaji yeye kutoweka tukawa kama crew safi, ila kwa sasa bado yeye hajafikia kutuziwia labda tusifanye kazi na mtu yote. Kwa hiyo bado tupo tunatafuta riziki, unanyofoa huko lakini kikubwa mno Samani Asante ndio inatubeba. Mtu akitaka kufanya kazi na Gumlasenga taratibu zipoje? Ananiona tu ananipigia kwenye line yangu ya 06 18 18 18 58. Hizo namba kwa mambo yote au kwa ajili ya kazi tu? Hii hapa kwa ajili ya kazi. Mambo mengine kama yapi sasa? Labda mtu kaingia kwenye chama. Labda mtu atakaingia kwenye chama. Aingie kwenye chama. Chama cha uchawi. Karibu. Karibu. Si unataka kuingia kwenye chama? Njoo. Unamkaribisha. Namkaribisha, tutamfundisha. Kwenye mitandao ya kijamii upo Instagram sijui? Kwenye mtandao wa kijamii simu kubwa kwa kweli ina matatizo kidogo. Nilipasua kioo, ndio maana wengi sana mashabiki wangu wanatafuta hata WhatsApp hawanipati, ila namba zangu za WhatsApp ni 0683 45 45 56 55. Watu wenda kajiuliza maana umetoa namba za simu hapo. Hivi labda anataka kuna mama sio mdada size yako kataka olewe na wewe, sasa vipi, umeshakuwa tayari ama unataka kuongeza mke au like nini? Hapana. Nina mke ambaye ninaye, sio mke bado, nina mchumba nategemea kumuoa. Na mchumba kama hayo. Hapana, nilishaoa mke wangu wa ndoa, ila kwa bahati mbaya mwaka jana mwezi wa 6 amefariki. Mungu amlaze. Ndio hivyo, amefariki na ameniachia watoto 4. Niko nao hapa. Sasa unataka kuoa, kumbe nguvu bado zipo, unataka wewe tena? Sana nguvu bado. Si tumekula chumvi nyingi, sisi hatujakula vitu line, tumekula miogo ya kutafuna sana. Vibaya mno. Yaani bila shida. Tuanza kutokea msichana hapo kakuelewa, anataka olewe na wewe, mwisho wa siku ile mwenyewe atasema mbukwa. Anasema? Mbukwa. Ni mtu wa design gani sasa unatamani labda sasa hivi, kwa sababu kwa umri wako bila shaka umeshatembea, umeshaona vitu vingi, umeona wanawake wengi. Unahisi ni mwanamke design gani labda akitaka kuolewa na wewe, au unatamani je uoe mwanamke design gani hasa? Natamani nioe mwanamke mwenye watoto kwanza. Awe na watoto 2, 3, hata 4. Niseme labda yule alio mwenye uhitaji, mwenye uhitaji kama mimi. Maana nikisema sasa hivi na mhitaji mwali wa ndani, tutasumbuana. Utanisumbua kwa karine hii. Unaniruhusu nitangaze hapa kama kwa mtu anataka olewe na wewe? Ukitangaza hapa utaniharibia huku. Una mchumba? Na mchumba huku utaniharibia. Umetoa namba za simu hapa, mtu anataka kukupigia hapa, maana Gumlasenga nimekumisi na kwaje? Anaweza kawa mke wa pili. Hii si katazi kwa dini yetu ya Kiislamu, mtaoa. Na wao wote pamoja. Nilitamani nisikie maneno ya hekima ama maneno ya thamani sana umwambie bosi wako Kitale. Naweza kusema bosi wako? Ni bosi wangu. Sawa. Huenda akatazama hii video. Thamani yako kwake, thamani yake kwako ni ipi? Kwa hivi ambavyo umeutambulisha kwenye jamii, watu tumekujua kupitia Kitale, kupitia Samani Asante. Asa Kitale mimi niseme kwangu yani ni 100. Apeleka mail ndo Kitale anakuangalia pale. Yani Kitale kwangu nampa 100. Sipunguzi hata serusi. Kwa kweli kwanza amenifurahisha katika story hii. Sikutegemea mawazo yake anatoka Dar es Salaam kuja kufanya project hii Morogoro. Kama mimi alinijua, lakini kaja kanipa uhusika mkubwa ambaye nimetembea nayo sana kwenye story ya Samani Asante. Nafikiri tumepambana mpaka tumefikia hapa tulipofikia, na bado tutaendelea kuwa naye. Na niseme tu uongo zambi, hakunitupa. Hakunitupa kwa kila shida ambayo nilikuwa nayo. Nikilia basi ni mwepesi, alikuwa ananisaidia.
na bado najua anaendelea kunisaidia. Nikilia shida hawezi kuniacha. Kwa sababu anajua kuna leo kuna kesho. Maanake tayari tumeshakuwa familia. Tushakuwa familia. Hivyo. Mimi nashukuru kwa muda wako, labda kuna kitu ambacho ungetamani uzungumze, uambie wananchi, uambie mashabiki, uambie watu ambao wanampenda Gumla Senga, uambie watu ambao wanampenda Kitale, uambie watu ambao wanaipenda Samani Asante. Mimi niseme tu waifuatilie tamthilia ya Samani Asante, ikiwemo na mkurugenzi Kitale, Musa Kitale au Mkude Simba. Hivyo na watapo Google kwenye YouTube wasisahau kusubscribe, kucomment, kushare pia. Kusubscribe. Msione gumizi kidogo sababu ya uchochoro huu. Kusubscribe, kucomment na kushare pia. Tunapokea yote mtakaye kuwa mmecomment. Kukosoa pia ni moja ya kujifunza. Na mimi Gumla Senga nasema mimi niko huru muda wote. Ukinitafuta kwa namba hizo nilizokuwa nimezitaja. Ila Kitale mpeni maua yake kwa story aliyokuwa ameitoa hii. Siwezi nikambania katika hili. Hivyo. Anasema Kitale mpeni maua yake kwa hii story ambayo ameitoa aweze kumbania. Anaitwa Gumla Senga, mmoja kati ya washiriki ambao wamefanya vizuri sana kunako tamthilia ya Samani Asante, tamthilia pekee ambayo inapatikana kwenye YouTube channel ya Kitale Mkude Simba. Mimi binafsi nimeshaiona na ujua unyama uliopo mle ndani. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao bado hawajaitazama, nikwambie tu unapitwa na vitu vingi sana. Kama unapenda tamthilia za mahusiano za kishirikina, itakuwa ni sehemu sahihi ambapo unatakiwa uende ukatazame upate kujifunza. Mimi nikwambie tu, hebu tuambie kwenye comment hapa vipi ambavyo umefurahishwa na uigizaji wa Gumla Senga, vile ambavyo ameshiriki kunako tamthilia ya Samani Asante. Msafara wa mamba na kingi wa kosi ndio kauli mbiu yetu. Kama kuna namna yote ambayo Gumla Senga amekukwaza, amekukera, amekorofisha kunako tamthilia hiyo, kwanza msamee, lakini pia mwambie kwenye comment, amwambie vile ambavyo amefanya hivi mimi sijapenda. Kama kuna namna yote ambayo atahitajika abadilike, kupitia komenti yako atakwenda kubadilika. Nikwambie tu, kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu ya Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Thanks for watching, till next time.